Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Karibu kwenye siku nyingine njema ambayo Bwana ametupa katika somo hili la kuondolewa ukiwa na kumiliki miliki zako Bwana alizokuwekea. Ukiwa kazi yake ni kuzuia kilichotakiwa kitokee kwenye maisha ya mtu, na Mungu akitaka kitokee haleti kwanza, anaondoa ukiwa kwanza. Ukiwa na mafanikio huwezi kuvifunga pamoja, lazima kimoja kiondoke ili kipishe kingine kikae. Tumeenda kidogo juu ya ukiwa katika nafsi. Nafsi ni somo pana, hatutaweza kuendelea sana kwa sababu ninahitajika kwa maandalizi mengine ya masomo ya wachungaji. Wiki ijayo tutakuwa na wachungaji wetu wa makanisa yetu Tanzania, tutakuwa nao hapa kwa wiki mbili. Kwa hiyo leo tutaahirisha semina kidogo kwa ajili ya kunipa muda wa maandalizi mengine. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nilikwambia semina hii ni upendeleo wa kimungu kwa sababu sikuwa na mpango wa kuwa nayo, lakini ilimpendeza Mungu tuwe nayo kwa sababu ya kile alichotaka mwenyewe kama baba yetu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Leo nitaongea na wewe juu ya ukiwa katika maeneo mengine. Ukiwa katika maeneo mengine yanavyoweza kuamua kustawi au kutokustawi kwa mtu. Kitabu kile cha Isaya sura ya 35 mstari wa kwanza mpaka wa 7. Isaya sura ya 35 mstari wa kwanza mpaka wa 7. Kuna ukiwa unaokaa kwenye eneo, na ukiwa kwenye eneo kazi yake ni kuzuia hilo eneo lisiingie kwenye ustawi wa kimungu, usiingie kwenye ustawi wa kimungu. Ukiwa wa nafsi unamwathiri mtu mmoja, ukiwa wa eneo unaathiri watu wengi. Umesikia kitu nimesema? Ukiwa wa kwenye nafsi unakuathiri wewe kama wewe, au mimi kama mimi, au mtu mwingine kama yeye. Ukiwa wa kwenye nafsi ni madhara ya mtu mmoja, lakini ukiwa wa kwenye eneo ni madhara ya watu wengi. Kwa hiyo moja ya mahali ambapo lazima ukiwa ushughulikiwe na uondoke ni ukiwa wa eneo. Na kazi ya ukiwa wa eneo ni kuzuia hilo eneo lisiwe na ustawi kwa ajili ya watu waliomo kwenye eneo hilo. Bwana asifiwe. Kuna eneo ukikaa, aina ya maisha yanasuasua. Shida sio wewe, shida ardhi uliopo haisapoti mfumo wako wa maisha, unapingana na mfumo wako wa maisha. Kwa hiyo kuna mambo hayawezi kwenda kwa sababu eneo halikuungi mkono. Elewa, moja ya kitu kinachounga mkono maisha ya mtu kustawi ni eneo. Mungu akitaka kubariki, moja ya kitu anachokiangalia ni eneo.
Na Mungu akitaka kuzuia baraka, moja ya kitu atakachokisemesha ni eneo. Eneo linaamua mtu atakueje na hata kueje. Bwana asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ni moja ya mahali pa muhimu sana. Eneo ni mahali pa muhimu sana kwa mwitikio wa maisha ya mtu na ustawi wake. Eneo ni moja ya mahali pa muhimu sana kwa mwitikio wa maisha ya mtu. Nchi ndio inapokea kile Mungu anataka, alafu nchi inampa mwanadamu. Nchi inapokea kile Mungu anataka kumpa mtu, alafu na yenyewe inaruhusu kile kitu kiende kwa mwanadamu. Ikimaanisha kwamba nchi kifunga, mwanadamu hawezi pokea. Kitabu cha Hosea sura ya 2 mstari wa 19 mpaka ule wa 22. Biblia inasema, nami nitakuposa uwe wangu kwa milele. Naam, nitakuposa kwa haki na kwa hukumu na kwa fadhili na kwa rehema. Nami nitakuposa kwa uaminifu, nawe utamjua Bwana. Tena itakuwa siku hiyo mimi nitaitika, asema Bwana. Nitaziitikia mbingu, nazo zitaitikia nchi. Nazo zitaitikia nini? Nchi. Nayo nchi itaitikia nafaka na divai na mafuta. Nayo itaitikia Israeli. Israeli ni mtu. Bwana asifiwe. Angalia mtu, hatua yake inaenda kuwa ya mwisho. Anasema nitaitikia mbingu, alafu mbingu itaitikia nchi, alafu nchi itaitikia nafaka na mafuta, alafu ndipo mwanadamu anaenda kuwa wanne. Bwana asifiwe. Kwa hiyo wakati mbingu inapotaka kubariki, moja ya mahali inapoangalia ni nchi huyo mtu anakoishi. Anahusiana na nchi kabla hajahusiana na mwenye nchi. Umesikia kitu nimesema? Hakuhusiana kwanza na Israeli, alihusiana kwanza na eneo lake. Mbingu zilipofunguka hazikwenda kwa Israeli, zilienda kwenye eneo. Fungua kitabu cha Hagai. Kitabu cha Hagai. Ardhi ni mahali pa muhimu sana katika hali halisi ya mtu itakavyokuwa. Hagai sura ya 1 mstari wa 3 mpaka wa 10, lakini kwa ajili ya muda mimi nitasoma wa 9 na wa 10. Mlitazamia vingi, kumbe vikatokea vichache. Tena mlipovileta nyumbani nikavipeperusha. Ni kwa sababu gani? Asema Bwana wa majeshi. Ni kwa sababu ya nyumba yangu inayokaa hali ya kuharibika, wakati ambapo ninyi mnakimbia kila mtu nyumbani kwake. Basi kwa ajili yenu mbingu zimezuiliwa zisitoe umande, na nchi imezuiliwa isitoe matunda yake. Bwana asifiwe. Alipotaka kumbariki Israeli, aliziitikia mbingu, mbingu zikaitikia nchi, nchi ikaitikia nafaka, alafu kwa ajili ya Israeli. Kwenye kitabu cha Hagai anasema kwa sababu yenu nimezuia mbingu, maana yake mbingu hazitawaitikia. Alafu angalia, nimezuia na nchi. Na kwa sababu mbingu imezuiliwa na nchi imezuiliwa,
hali ya maisha ya wale watu ilipita pagumu sana, kwa sababu mfumo wao wa maisha unategemea vitu viwili: kile mbingu inaamuru na kile nchi inapokea kutoka kwenye mbingu kwa ajili yao. Kwa hiyo moja ya mahali panapoweza kuamua mtu kwenda au kutokwenda ni aina ya mazingira yake anayoishi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mungu anapotaka mwanadamu awe na ustawi, moja ya eneo analoliponya kwa haraka sana ni mazingira yake, ni eneo. Isaya 35. Turudi pale kwenye Isaya 35. Anapozungumza juu ya Mungu kuiponya nchi, maana yake ni kuiponya ardhi. Ardhi ikiponyeka, maisha ya mtu hubadilika kutoka hali iliyopo kwenda hali nyingine iliyo njema zaidi. Isaya 35 mstari wa kwanza mpaka ule wa 7. Nyika na mahali palipo ukiwa patafurahi, jangwa litashangilia na kuchanua maua kama waridi. Litachanua maua mengi na kufurahi, naam, kwa shangwe na kwa kuimba. Litapewa uzuri wa Lebanoni, utukufu wa Karmeli na Sharon. Watauona utukufu wa Bwana na ukuu wa Mungu wetu. Itieni nguvu mikono iliyo dhaifu. Bwana asifiwe. Anasema itieni nguvu mikono iliyo dhaifu, yafanyeni imara magoti yaliyolegea. Waambieni waliao walio na moyo hofu, jipeni moyo, msiogope. Tazama, Mungu wenu atakuja na kisasi na malipo ya Mungu. Atakuja na kuwaokoa ninyi. Ndipo macho ya vipofu yatakapofumbuliwa na masikio ya viziwi yatazibuliwa. Ndipo mtu aliyekilema atarukaruka kama kulungu, na ulimi wake aliyebubu utaimba. Maana katika nyika maji yatabubujika na vijito jangwani, na mchanga ung'aao mfano wa maji utakuwa ziwa la maji, na nchi yenye kiu itakuwa chemichemi ya maji. Katika makao ya mbweha patakuwa wamelala, patakuwa ni majani pamoja na mianzi na manyasi. Bwana asifiwe sana. Haya yalikuwa ni majilio ya Mungu kwa watu waliokuwa wamechoka, ambao mikono yao imekuwa dhaifu na magoti yao yamechoka, wako kwenye kipindi kigumu sana. Angalia Mungu alipotaka kuwasaidia, moja ya mahali alipoenda ni kwenye eneo. Bwana asifiwe sana. Mahali ambapo Mungu alienda ili awasaidie kutoka kwenye ile hali waliokuwa nayo, alienda straight kwenye maeneo yao. Akawa anaongea na nyika ambayo ilikuwa ukiwa kwamba itafurahi, kwamba kilichowasababisha wakawa vile ni kwa sababu maisha yao na mazingira yao na maeneo yao yalikuwa yamebeba ukiwa. Na mahali penye ukiwa pana nyika na jangwa. Huwezi kuondoa jangwa na nyika mpaka umeondoa ukiwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Mungu alipotaka mabadiliko yatokee, alienda kwenye ardhi yao. Na akasema jangwa litageuka, litakuwa kama shamba lenye maua ya waridi. Kwa hiyo Mungu hawezi ondoa hali fulani kama hiyo hali imetokana na ardhi mpaka ameshughulikia ardhi. Hali yoyote iliyompata mtu kupitia ardhi, huyo mtu hawezi badilika mpaka Mungu ameenda kwenye ardhi. Kuna hali ambayo ni mtu kama mtu, na kuna hali ambayo sio mtu, ni ardhi.
Kama hali mtu anayepita nayo imetokana na ardhi, Mungu hashughuliki na mtu, Mungu anashughulika na ardhi. Ardhi ikibadilika, maisha ya huyo mtu yatabadilika. Kabla ardhi haijabadilika, hata kama huyo mtu utamuombea maombi ya aina gani, bado ardhi lazima kwanza ipokee uponyaji wake, ndipo uweze kumsaidia huyo mtu kuwa na hatua kwenye eneo la maisha. Kuna ugumu huko kwa mtu, lakini umetokana na ardhi yake. Kuna ugumu huko kwenye jambo fulani, lakini kilichozuia hilo jambo ni ardhi husika. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na ugumu ulioko kwenye ardhi unawaathiri wote waliomo kwenye hiyo ardhi. Ardhi ya wakati wa Hagai haikuathiri mtu mmoja, iliathiri kila mtu. Wanashangaa, wanalima, wanapeleka mbegu nyingi shambani, lakini wakienda kuvuna wanavuna mbegu kidogo. Wanashangaa wakiweka mishahara mfukoni, mishahara haikai. Kumbuka mishahara ni pesa, na pesa sio kitu cha kulima useme ni ardhi imekataa kutoa. Lakini kama ardhi imebeba ukiwa, hata kama ni fedha, fedha sio kitu unalima, lakini na chenyewe kinapata shida. Hivi unaelewa kitu naongea? Ile ardhi iliwapatia shida wakati mbingu zilipozuiliwa na nchi ikazuiliwa, mpaka na fedha ilizuiliwa kukaa kwenye mifuko yao. Kwa hiyo ili waweze kufika mahali walipotakiwa kufika, lazima ardhi yao iponywe. Bwana asifiwe. Mungu wetu asifiwe. Leo tutaenda kuomba maombi ya ardhi. Kama ardhi unayokaa imebeba ukiwa, ukayezuliwe ili uweze kukaa katika mazingira Mungu anayotaka. Kwa sababu tukiwa tumekuombea wewe na shida iko kwenye ardhi yako, elewa hata tukikuombea wewe ukawa salama kiasi gani, bado utaendelea na hali ulionayo, kwa sababu ardhi haiko upande wako. Bwana asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Naomba fungua kitabu cha Zaburi. Mungu anapotaka kuleta ustawi, anashughulika na ardhi inayobeba huo ustawi kwanza kabla hajauleta. Kama ardhi ina makatazo, haiwezi toa mema yoyote kwa ajili ya mtu mpaka yale makatazo yameondoka kwenye ardhi. Bwana asifiwe. Zaburi ya 65 mstari ule wa 9. Katazo linaweza likawa kwa mtu, lakini sio kila mtu katazo liko kwake. Wengine katazo liko kwenye ardhi, na katazo likishakuwa kwenye ardhi lazima udili na ardhi mpaka ifunguke. Ardhi ikifunguka, mambo hubadilika tena. Zaburi ya 65 mstari wa 9. Umeijilia nchi na kuistawisha, umeitajirisha sana. Mto wa Mungu umejaa maji, wawaruzuku watu nafaka, maana ndiwe uitengenezaye ardhi. Chotaka uone, alipotaka kuijilia nchi ili kuistawisha, alifanya matengenezo ya ardhi. Bwana asifiwe. Alifanya matengenezo ya kwenye nini? Ya kwenye ardhi. Maana yake ile ardhi waliokuwa nayo isingeweza kubeba ustawi aliotakiwa kuwapa mpaka imefanywa matengenezo. Na kwa sababu ni Mungu ndiye alitengeneza, Mungu ni roho, lazima kilichotengenezwa kiwe kimetengenezwa rohoni.
Bwana asifiwe. Mungu hatengenezi kwenye ulimwengu wa mwili. Mungu hutengeneza vitu kwenye ulimwengu wa roho. Maana yake ardhi ni kitu cha kiroho kabla hakijawa kwanza kitu cha kimwili. Ardhi ina uwezo wa kubeba vitu vya kiroho na vitu vya kimwili kwa wakati mmoja. Na kile kilichoko kwenye ulimwengu wa roho, ardhi, ndicho kinachoamua hali ardhi katika ulimwengu wa mwili itatoa nini na haitatoa nini. Kama ardhi imefunikwa na ukiwa, haiwezi toa vitu katika ulimwengu wa mwili mpaka ukiwa umeondoka, alafu itengenezwe, ndipo ukiiwekea vitu katika ulimwengu wa mwili inastawisha. Kwa hiyo ukiona ardhi inastawisha vitu kwenye ulimwengu wa mwili, hiyo ardhi ni nzima sana katika ulimwengu wake wa roho. Kuna mtu mmoja ninaongea naye, narudia tena, ardhi ni kitu cha kiroho na cha kimwili kwa wakati mmoja. Fungua kitabu cha Ezekiel. Sema ardhi ni kitu cha kiroho na cha kimwili kwa wakati mmoja. Ardhi ni kitu cha kiroho, maana yake kinaweza kikasemeshwa rohoni, kikasikia na kikapokea. Ardhi inamsikia Mungu kwa sababu ni ya kiroho, na ardhi inatuhudumia sisi kwa sababu ni ya kimwili pia. Kwa hiyo ukihudumia ardhi lazima uihudumie kwa namna mbili. Lazima uihudumie rohoni, lazima uihudumie mwilini. Na kama kuna mahali pa kuhudumia ni rohoni mara kwa mara, kwa sababu mwilini utafananaje inategemeana na hiyo ardhi rohoni inafananaje. Huwezi kuigeuza ikawa nzuri mwilini mpaka kwanza umeigeuza iwe nzuri rohoni. Kuna mtu mmoja ninaongea naye, ardhi ikisha bebeshwa kitu cha kiroho inakufanyia kila ambacho kiko rohoni. Ngoja tusome hapa. Sema ardhi ni kitu cha kiroho na cha kimwili kwa wakati mmoja. Lakini vile ilivyo rohoni ndivyo itakavyokuwa mwilini. Vile ilivyo rohoni. Ndio maana wana wa Israeli walingangana sana na kulima, wanaweka mbolea, wanashindana sana kuona kwamba wanavuna mavuno. Lakini wanashangaa, saa ya kuvuna ndio wanajua kwamba ardhi haijatoa. Alafu Mungu anawaambia hicho kitu sio kitu cha kimwili, ni kitu kiko kwenye ulimwengu wa roho. Hiyo ardhi imeshazuiliwa isitoe. Imezuiliwa wapi? Rohoni. Rohoni kuna zuio, lakini kwenye ulimwengu wa mwili unaona ardhi iko kawaida. Sio kila ardhi iliyo kawaida iko kawaida. Ardhi zingine ziko kawaida lakini rohoni zina mazuio. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na wewe ukienda ukifanya kitu juu ya hiyo ardhi, unakutana na zuio lile lile ambalo liko rohoni juu ya hiyo ardhi. Kwa hiyo unaweza ukafanya kitu kwenye ardhi ambayo ina mazuio, ukashangaa, mbona nilipokuwa kwenye eneo lingine mambo yalikuwa yanaenda, mbona nimekuja kufanya kitu hicho hicho hapa lakini vitu haviendi kama mwanzo. Shida sio kile unafanya, shida sio wewe, shida ni ardhi unayofanyia. Kama imewekewa zuio, elewa na chochote kinachofanywa kwenye hiyo ardhi kina zuio. Sijui kama ninaongea na mtu. Bwana asifiwe. Okay, samani nilikwambia Ezekiel ni Yeremia. Yeremia 22 mstari wa 29 na wa 30. Sema tena, ardhi ni kitu cha kiroho na cha kimwili kwa wakati mmoja. Kwa hiyo ardhi ina upande tusiouona. Ni kama vile
wewe ni wa kiroho na wa kimwili kwa wakati mmoja. Si unaelewa? Wewe ni wa kiroho na wa kimwili kwa wakati mmoja. Maana yake hapo ulipo una sehemu ya kiroho na una sehemu ya kimwili. Una sehemu nyingine sisi tusioiona na wewe usioiona, lakini ipo. Haimaanishi kwamba kwa sababu uione haipo. Ipo. Na ardhi ni hivyo hivyo, ina sehemu isiyoonekana. Japokuwa tuioni, lakini hiyo sehemu ipo. Na hiyo sehemu ipo ikihusiana na ulimwengu wa roho. Inaweza ikahusiana na ulimwengu wa roho upande wa Mungu, inaweza ikahusiana na ulimwengu wa roho upande wa giza. Na kile kinachotawala ardhi kwenye ulimwengu wa roho ndicho kinachoamua hiyo ardhi ndamfanyia mwanadamu nini kwenye ulimwengu wake wa mwili. Zuio likishatokea kwenye ulimwengu wa roho, mwanadamu hawezi kuwa tofauti na zuio lililoko kwenye ardhi, isipokuwa ardhi imeponywa. Bwana asifiwe. Yeremia anasema, nchi lisikie neno la Bwana. Anaongea na nchi kama anaongea na mtu. Bwana asema hivi, andikeni habari za mtu huyu kwamba hana watoto, kwamba mtu huyu hatafanikiwa siku zake zote. Maana hapana mtu katika wazao wake atakayefanikiwa, akiketi katika kiti cha enzi cha Daudi na kutawala tena katika Yuda. Unaona hilo zuio? Huyu mtu hatafanikiwa. Angalia zuio limeenda kwenye nini? Kwenye ardhi. Limeenda kwenye nchi. Kwa hiyo nchi ndio yenye zuio. Kila anayezaliwa kwenye hicho kizazi, nchi imebebeshwa zuio kwa ajili yake, kwamba hatafanikiwa. Hivi kuna mtu mmoja naongea naye. Bwana asifiwe sana. Nchi ikishawekewa zuio, kazi yake ni kutekeleza kila ambacho kiko kwenye ulimwengu wa roho wa hiyo ardhi kiweze kufanyika kwenye ulimwengu wa mwili wa mwanadamu. Ulimwengu wa mwili wa mwanadamu utakueje inategemeana na kile ambacho ardhi imeshabebeshwa kwenye ulimwengu wa roho wa huyo mwanadamu. Niko na mtu mmoja. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Msalimie jirani yako, mwambie ile ardhi unayokaa imebebeshwa nini? Bwana asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ardhi unayokaa ilichobebeshwa ndicho itakachokupatia. Wafalme wa kwanza, alafu tutarudi kwenye Zaburi. Wafalme wa kwanza, ni rahisi sana kuona ardhi iko tambarare, menyoka vizuri. Lakini ulimwengu wa roho wa ardhi inawezekana unasoma kitu kingine kabisa. Na kile ulimwengu wa roho unasoma ndicho utakachokuwa wewe utakayekaa kwenye hiyo ardhi. Uwezi pishana na ulimwengu wa roho wa ardhi. Ulimwengu wa roho wa ardhi unakupatia kile ambacho kiko kwenye ulimwengu wa roho wa hiyo ardhi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Biblia inasema katika siku zake Yaeli Mbetheli akajenga Jeriko, akatia misingi yake kwa kufiwa na Abiramu mzaliwa wake wa kwanza, na kuweka malango yake kwa kufiwa na mwana wake mdogo Segebu, sawa sawa na neno alilolinena Yoshua, sawa sawa na neno la Bwana alilolinena kwa Yoshua mwana wa Nuni. Nimesema ni Wafalme wa kwanza 16 mstari wa 34. Hii ardhi ilikuwa na kitu cha kiroho imebeba. Kwenye ulimwengu wa mwili huoni chochote. Unaona tu ardhi iliyokaa vizuri sana. Huyu baba sijui alinunua au alijikatia, lakini akaenda kwenye ile ardhi, akakuta ardhi iko vizuri ya Jeriko, iko vizuri sana. Kisema hivi, hii ardhi mbona watu hawajengi? Akaenda akakata eneo lake.
Sasa hajajua kwamba kuna kitu cha kiroho kimebebwa na ardhi. Elewa, Biblia inasema neno ni roho. Neno ni nini? Yesu alisema haya maneno ni roho tena ni uzima. Maana yake neno ni kitu cha kiroho. Kwa hiyo ulimwengu wa roho wa ile ardhi ulikuwa umebeba neno ambalo lilikuwa limesemeshwa. Na neno kwa sababu ni kitu cha kiroho, maana yake ulimwengu wa roho wa ardhi ulikuwa umeshaathirika. Na mtu mmoja anaenda kujenga mahala ambapo ulimwengu wa roho una katazo la ujenzi, una zuio la kujenga. Sasa yeye anaenda anajenga. Alipoanza tu kuchimba msingi, anamimina zege kwenye msingi, anashangaa mtoto wake amekufa. Kumbe ni ulimwengu wa roho ndio unafanya kazi. Akushtuka sana, akaisa labda huyu mtoto amekufa kwa bahati mbaya. Akaenda akajenga mpaka akapaua. Anaanza kuweka milango, anaweka mlango wa kwanza, mtoto wa mwisho amedondoka. Nafikiri aliuliza historia ya pale. Akaambiwa kuna neno lilitamkwa kwenye hii ardhi. Hii ardhi imebeba kitu cha kiroho ambacho wewe hukukigundua wakati ukihamia hapa. Kuna mahali umehamia, hujui kilichoko kwenye ardhi hiyo. Hebu muulize jirani yako, mwambie hivi ile ardhi yako ulionunua ukahamia, mwambie umejua kwenye ulimwengu wa roho imebeba nini? Inawezekana hajawekewa zuio la kujengwa, lakini ina zuio lingine la mtu atakayekaa kwenye hilo eneo kustawi. Lakini kama umeshainunua, kuna namna ya kufanya sasa. Kuna namna ya kufanya. Bwana asifiwe sana. Kuna namna ya kufanya ili kubadilisha hali ya kiroho iliyopo, kuleta hali ya kiroho nyingine. Ndio maana alisema jangwa, nyika ambayo ni ukiwa itafurahi na jangwa litashangilia. Maana yake ni hali mbaya imeondoka na hali njema imeingia. Kwa hiyo haijalishi kwamba ardhi imebebeshwa kitu gani, kuna uwezo wa mabadiliko ya hiyo ardhi kubeba kitu kingine. Na dalili kwamba imeshabeba kitu kingine ni hali yako ya ustawi kwenye maeneo yale. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna mtu mmoja ninaongea naye. Turudi sasa kwenye kitabu cha Zaburi. Mungu anapokuja kwa ajili ya mwanadamu, hamjilii mwanadamu peke yake, anayejilia na ardhi yake, anayajilia na mazingira yake. Anayasoma kwanza mazingira kabla hajamfanyia mwanadamu anachotaka kumfanyia. Kwa hiyo akikuta mazingira hayaoani na kila anachotaka kufanya, anatibu mazingira kwanza, ndipo afanye anachotaka kumfanyia mwanadamu kwenye hayo mazingira. Kuna mtu mmoja nimeongea naye, mazingira yasiyotibiwa yataendelea kukuharibu hata kama mema yatakuwepo kwenye hilo eneo, hayatadumu. Hebu nipungie mkono kama kuna mtu anaongea naye. Tusome hiyo Zaburi ya 65 tena mstari wa 9. Ardhi ni kitu cha kiroho na cha kimwili kwa wakati mmoja. Kwa hiyo inabebeshwa vitu rohoni ili iweze kubeba vitu mwilini. Kila ambacho ardhi imebeba rohoni inaamua vile ambavyo mwilini itabeba. Kama rohoni imebeba ukiwa, mwilini haiwezi kubeba mafanikio, itatoa ukiwa. Isipokuwa imeponywa kutoka kwenye ukiwa, ndipo inapoweza kuleta mafanikio kwenye ulimwengu wa kuonekana. Kuna mtu mmoja naongea naye. Bwana asifiwe. Hiyo Zaburi ya 65 mstari wa 9 na ya 100 mstari wa 30.
Anasema umeijilia nchi na kuistawisha. Sababu ya kuijilia ni ili kufanya nini? Kuistawisha. Umeitajirisha sana. Mto wa Mungu umejaa maji. Maana yake ndio uliotumika kustawisha nchi. Kila majira yana upako wake, lakini upako haufanyi kazi mahali ambapo pana mapooza kwenye ardhi. Nimesemaje? Mahali ambapo kuna mapooza kwenye ardhi, upako huwa haustawishi chochote mpaka ardhi imeponyeka. Bwana asifiwe. Wewe tumalizie mstari alafu tutaenda mahali pengine. Anasema umeijilia nchi na kuistawisha, umeitajirisha sana. Mto wa Mungu umejaa maji, wawaruzuku watu nafaka, maana ndiwe uitengenezaye ardhi. Alipotaka kuijilia nchi na kuistawisha ili kuleta utajiri kwa watu wake, moja ya kitu alichofanya kwenye ile ardhi ni kuifanyia matengenezo ili iweze kubeba ule upako ambao Mungu alitaka ufanye kazi kwa ajili ya kutajirisha watu wake. Ikimaanisha moja ya kitu kinachoweza kuzuia mafanikio na utajiri wa mtu ni ardhi. Bwana asifiwe. Nimekwambia ardhi yenye shida, hata kama upako utakuja, hauwezi kuisaidia kustawisha. Fungua kitabu cha Ezekiel. Fungua kitabu cha Ezekiel. Kabla hatujaenda kwenye Ezekiel, ninaomba tusome ule mstari wa kitabu cha Zaburi. Nilikwambia Zaburi ya 104 mstari wa 30. Alafu tutaenda kwenye kitabu cha Ezekiel. Waipeleka roho yako wanaumbwa, maana nawe waufanya upya uso wa nchi. Bwana asifiwe. Waipeleka roho yako wanafanya nini? Wanaumbwa. Angalia kitu ambacho roho alienda kufanya. Alienda kufanya upya uso wa nini? Alienda kuuisha. Kufanya upya maana yake kuuisha. Alienda kurenew ardhi, ikimaanisha ilikuwa imechoka kwa namna ambavyo haiwezi beba inachotakiwa kubeba kwa ajili ya wale watu. Ili ibebe lazima iuishwe, itengenezwe upya. Hivi kuna mtu mmoja naongea naye. Roho Bwana alikuwa pale kwa ajili ya kuuisha ardhi, kuifanya upya ardhi. Lengo impe mwanadamu matokeo. Kwa hiyo isipouishwa maana yake haiwezi tenda. Okay, ngoja niongee hivi utanielewa. Ardhi iliyochoka sana haiwezi kutoa mazao yasipowekewa mbolea. Si tuko pamoja? Haijalishi mbegu ni nzuri kiasi gani, haijalishi umenunua mbegu ghali kiasi gani, lakini kama ardhi imechoka, kitakachoamua matokeo sio mbegu uliyopeleka kwenye ardhi, ni ardhi iliyopokea mbegu. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anataka mazao, sio tu kwamba atapeleka mbegu kwenye ardhi, baada ya muda atapeleka hapo na mbolea. Anachotafuta ni kuirutubisha ardhi ili iweze kutoa matokeo mazuri kwenye zile mbegu aliyoiweka. Na ulimwengu wa roho ni hivyo hivyo. Kuna saa ardhi inahitaji Mungu aibusti, aitoe kwenye hali fulani kwenda kwenye hali nyingine ili iweze kubeba mafanikio ya mtu kwa ajili ya ustawi wa mtu. Hivi kuna mtu mmoja naongea naye. Na kwa sababu ni roho Bwana ndiye anayefanya, lazima hicho kitu kiwe kinatendeka rohoni. Roho Bwana hafanyi vitu mwilini, anafanya vitu rohoni. Sisi tunafanya vitu mwilini kwa sababu tuko kwenye ulimwengu wa mwili. Roho Bwana na Mungu mwenyewe yuko kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kama kuna kitu kinatengenezwa na roho Bwana, elewa ni kitu cha kiroho kinatengenezwa.
kazi ya Roho Mtakatifu mojawapo ni kuitengeneza ardhi na kuachilia upako wa kiroho kwenye ardhi ambao utasababisha hiyo ardhi impe mwanadamu matokeo ambayo Mungu anataka hiyo ardhi itoe. Okay. Fungua kitabu hicho cha Ezekiel. Zungumza juu ya uponyaji. Ukienda kufungua biashara mahali, ukienda kuifungua kazi yoyote mahali, shughulika na ardhi kwanza. Shughulika na nini? Na ardhi kwanza. Maana hiyo ardhi huwezi jua miaka mingi iliyopita ilibeba nini. Inawezekana aliyopo sasa sio ndiye aliyesababisha shida iliyopo. Inawezekana na yeye ameikuta. Sasa unajua kuna mtu akiona ardhi inasumbua na anatafuta wa kumpasia. Wewe unafikiri umepata, kumbe ni mtu anakimbia ardhi kwa sababu amekaa nayo na haoni manufaa ya hiyo ardhi. Kwa hiyo ni kama anatafuta mtu wa kumshikizia ili achukue hiyo pesa akanunue ardhi nyingine mahali. Alafu wewe ndio unakuja unanunua sasa. Alichokutana nacho mwenzako akaiuza na wewe unakutana nacho. Hivi kuna mtu mmoja ninaongea naye. Bwana asifiwe sana. Ardhi na mapana yake. Okay. Nimeshafungua kitabu cha, nimekwambia Roho Mungu anaachilia upako, anaachilia neema, anaachilia nguvu za uumbaji. Ndio maana wakati wa Mungu kuumba, Roho Mungu alitangulia kwanza kwenye uumbaji kabla Mungu hajaongea. Kwa sababu yeye ndiye mwenye nguvu za kuumba. Yeye ndiye anayevika lile neno kuwa mwili. Kuna mtu mmoja ninaongea naye. Bwana asifiwe sana. Ndio maana hata malaika alipoongea kwamba Mariamu atachukua mimba, aliposema itakuja, akasema Roho Mungu atakujilia. Maana yake ndiye anayevika lile neno mwili. Mahali popote Mungu anataka kitu kitokee, lazima Roho wa Bwana aweko hapo. Roho wa Mungu hayupo, hakuna kazi itakayofanyika. Ndio maana kwenye kitabu cha Wakorintho anasema kazi zote uzifanya Roho Mtakatifu, yeye yule akimgawia kila mtu kama apendavyo. Kila kazi ya Mungu duniani inamhitaji Roho wa Mungu kwa ajili ya utendaji. Na moja ya kitu Roho wa Mungu waachilia ni mafuta ya kutenda hicho kitu kiweze kutokea. Haleluya. Ndio maana pale kwenye kitabu cha Zaburi tumeona mto wa Mungu. Hajasema mto wa mwanadamu, anasema mto wa Mungu umejaa maji. Maana yake Mungu aliruhusu mto wa kiroho uende kwenye ile ardhi kwa ajili ya kutengeneza ile ardhi iweze kutoa kile ilichotakiwa kutoa kwa ajili ya wanadamu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo wakati tukilima katika ulimwengu wa mwili, kuna upako ulishatangulia kwenye ulimwengu wa roho kusababisha kile tunachokitafuta kwenye ulimwengu wa mwili. Niko na mtu mmoja. Sasa kama ardhi inazuio, ule upako haufanyi kazi. Ezekiel 47. Kitaka kupata hiyo habari vizuri, soma kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 11, lakini kwa ajili ya muda nitasoma mstari wa 10 na wa 11. Huo ni mto wa Bwana uliokuwa unatokea kwenye madhabahu. Ukisoma huo mstari wa kwanza, utakuta ni mto, maji yaliyokuwa yanatokea kwenye madhabahu, na yalikuwa na viwango tofauti. Kila kiwango kilikuwa na dhiraa yake. Kipimo dhiraa fulani, kiwango fulani kinatokea. Ezekiel 47 mstari wa 10 anasema, tena itakuwa wavuvi watasimama karibu nao toka Engedi hata Englaim. Patakuwa ni mahali pa kustandazia nyafu. Samaki wao watakuwa wa namna mbalimbali, kama samaki wa bahari kubwa, wengi sana. Bali mahali penye matope na maziwa yake apata ponyo, pataachwa
yataachwa yawe chumvi. Bwana asifiwe sana. Ukisoma hapo juu, huo mto ulikuwa kila mahali ukifika vitu vinaponyeka. Kila ukifika mahali vitu vinaponyeka. Ulifika mahali ghafla samaki wengi sana wakatokea wa aina mbalimbali. Hizo ni namna mbalimbali za mafanikio ya mtu. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Lakini Biblia inasema ule mto ukaenda, ulipofika eneo fulani, ni mto ule ule, lakini Biblia inasema haukuponya chochote, ila paligeuka pakawa chumvi. Lakini mto umeshafika. Ikimaanisha kwamba kabla nchi haijapona, Roho wa Mungu hana cha kufanya kwenye hiyo ardhi. Hata kama Mungu alitaka hiyo ardhi ifanywe kitu, lazima uponyaji kwanza upite, ndipo Roho wa Mungu aweze kufanya kitu na hiyo ardhi kwa ajili ya ustawi wa mtu. Ndio maana tunazungumza juu ya kuondolewa ukiwa kwenye ardhi kwa ajili ya ustawi wa mtu kwenye hiyo ardhi. Ardhi iliyobeba ukiwa, iliyobeba laana, ardhi iliyobeba uovu huwa haistawishi chochote hata kama Roho wa Bwana atakuwepo. Roho yule anayestawisha kwingine akifika hapo apata stawi. Bwana asifiwe. Okay. Mimi nikwambie, ulishawahi kuona saa nyingine Mungu anaweza akapita, kama anapita mahali na anataka kufanya kitu kwa watu, akikutana na mtu mwenye zuio la kimungu, Roho wa Mungu atamruka huyo mtu. Mesikia kitu nimesema? Roho wa Mungu atafanya nini? Atamruka huyo mtu. Kwa hiyo Roho wa Mungu anaweza akabariki watu 10 alafu akabaki mmoja, wa 11 asibarikiwe. Kwa nini? Anazuio. Mpaka toba imepita hapo ndio Mungu aende huko huyo mtu amtendee kitu. Na kuna ardhi pia yenye zuio. Mungu atapita kwenye ardhi zote atazibariki. Akikutana pale penye zuio anaparuka. Mpaka pamepona ndio Mungu aje hapa afanyie kitu. Hivi kuna mtu mmoja ninaongea naye. Na ndio maana unaweza ukaona kuna ardhi iko mahali hapa ina vitu, kuna ardhi iko mahali hapa ina vitu, kuna ardhi iko hapa haina kitu. Kwa sababu kuna kitu cha kiroho kiko hapo kinatakiwa kushughulikiwa. Kuna mtu mmoja ninaongea naye. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana asifiwe. Sasa ardhi na upana wake. Kuna ardhi ya kitongoji. Kuna kitongoji ukiishi maisha yaendi. Sijui kama umeelewa kitu nimeongea. Kuna kitongoji ukikaa au mtaa ukikaa, ardhi ya maisha yaendi. Yaani huwezi enda kwa performance kubwa, kwa sababu kuna ukiwa ulioko kwenye hilo eneo. Unaotaka watu wote wa hilo eneo wafanane. Msalimie jirani yako, mwambie mtaa wako unasomaje? Mbona nikwambie kuna mtaa ukienda nyumba zinafanana. Hata na maisha ya watu yanafanana. Hii Arusha tu nenda mitaa fulani, kuna mitaa fulani ambayo hata nikihitaji unaielewa. Yaani utakuta watu kwenye hiyo mitaa wanafanana na nyumba zao zinafanana. Sasa unajua unaenda pale na wewe unajitutumua unataka kuwa tofauti. Utajenga nyumba yako nzuri lakini maisha hayatakuwa mazuri. Si unajenga nyumba kwa sababu umeenda na hela. Kitakacho nyumba itaisha lakini kitakachokupiga ni maisha. Kwa sababu nyumba unajenga kwa sababu ulienda na hela. Atakwambia nyumba maliza, lakini kwenye maisha tutaonana. Hebu nipungie mkono kama kuna mtu ninaongea naye. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kati ya jambo mojawapo la muhimu sana kwenye maisha ni kumuuliza Mungu eneo sahihi la kuishi. Watu wengi huwa wanaishi kwa sababu wamepata ploti
imekaa vizuri na kwa bei rahisi. Inaweza ikawa bei rahisi lakini maisha ghali. Yaani wewe kuishi kwenye hayo maisha ni shughuli. Jamani, kuna mtu unaongea naye? Kuna mtu unaongea naye? Okay. Fungua Biblia yako, kitabu kile cha Isaya. Isaya 5:9 na Yeremia 22:5. Anasema Bwana wa majeshi asema katika masikio yangu, hakika majumba mengi yatakuwa ukiwa. Na majumba makubwa mazuri yatakuwa hayana watu. Nataka uone ni majumba makubwa mazuri lakini yamebeba ukiwa. Ndio maana nimekwambia eneo linaweza lisikuzuie kujenga lakini litakuzuia maisha. Unaweza ukawa na jengo zuri sana, kubwa, kasri, lakini mambo yasiende. Sijui kama nimeongea na mtu mmoja. Anasema ukiwa unakuja kukaa kwenye nyumba, ukiwa unakuja kukaa kwenye nini? Kwenye nyumba. Kwa sababu ukiwa huko kwenye ardhi, haiwezekani ardhi iwe na ukiwa alafu nyumba iwe tofauti na ardhi. Kilichoko kwenye ardhi ndicho kitakachokuwa kwenye nyumba. Na kwa sababu nyumba haifanyi chochote, anayefanya chochote ni mwenye nyumba, basi kitakachoonyesha kwamba ardhi ina shida na nyumba imeshapokea shida ni maisha ya mwenye nyumba. Muulize jirani yako, mwambie tangu ulipohamia mtaa fulani mambo yalikweje? Unajua kati ya kitu ambacho kinaweza kikasumbua ni mtu ambaye, na ndio maana Mungu ninakuomba unisikie kutoka mbinguni, kila mtu mpe nyumba ya kuishi. Nakwambia ukweli. Kwa sababu unaingia mazingira haya, Mungu anakupa neema, unayatakasa, yanakaa sawa. Baada ya miezi 6 unapewa notes. Unaenda kuanza moja tena kwenye mazingira mengine, na kwa sababu unafanya bidii ya kutafuta nyumba, wewe ukipata nyumba popote mtaa wote unauchukua. Unajua ukihamia hiyo nyumba unaanza moja tena. Miaka 2 unatakiwa notes uende nyumba nyingine. Lakini heri nyumba ambayo ni ya kwako, hata kama utailipia gharama mwezi, ukiitakasa, ikitakasika imetakasika, ikiponyeka imeponyeka, iko salama. Na Mungu akakukumbuke kwa jina la Yesu. Akupe kiwanja hata kama ni cha 10 kwa 10. Ujenge hapo hata kama ni kasulupu, lakini kaito kwa jina lako. Kwa kweli maisha ni nyumba. Mungu akakupe. Na ukipata hela usikimbilie gari. Gari haisi zipo, zitakusaidia mpaka upate ya kwako. Bwana asifiwe. Yeremia 22:5. Lakini kama hamtaki kuisikia maneno yangu, mimi naapa kwa nafsi yangu, aseme Bwana, ya kuwa nyumba hii itakuwa ukiwa. Ni ukiwa ulio kwenye nini? Kwenye nyumba. Nachotaka uone, nyumba inaweza ikabeba ukiwa. Ndicho kitu nachotaka uone. Unaweza ukaingia kwenye nyumba yenye nini?
yenye ukiwa. Na kama huna neema ya Mungu ya kuhamisha ukiwa, na wewe utakaa kwenye ukiwa ule ule ulioko kwenye hiyo nyumba. Ni kama utashangaa, unaweza ukahamia kwenye nyumba, baada tu ya kuhamia kwenye nyumba ukafukuzwa kazi, baada tu ya kuhamia kwenye nyumba ukapoteza mtaji, baada tu ya kuhamia kwenye nyumba kuna mambo yanaanza kukuandama, mpaka unashangaa, hivi mbona tu nilipoingia mtaa vitu vimekuwa hivi? Ni ukiwa ulioko kwenye nyumba unaokufanya na wewe upoteze, ubaki mkiwa, ili ufanane na hiyo nyumba. Sijui kama kuna mtu nimeongea naye. Bwana asifiwe. Ukiwa wa nyumba ni ukiwa pia wa familia. Ayubu 16:7. Ukiwa wa nyumba ni ukiwa wa familia iliyoko ndani ya hiyo nyumba. Kuna ukiwa wa familia na kuna ukiwa wa mtu. Ukishaona ukiwa wa familia, aidha uko kwenye laana ya familia au uko kwenye eneo ambalo familia inaishi. Media Ayubu 16:7. Lakini sasa amenichokesha, jamii yangu ameifanya ukiwa. Jamii yangu yote ameifanya nini? Ukiwa. Kwenye Biblia nyingine hilo neno jamii limeandikwa familia, family. Ameifanya nini? Ukiwa. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kuna ukiwa huko kwenye familia. Na ukiwa kwenye familia, kwenye hiyo familia hakuna mtu huwa anainuka. Wote wanakuwa kama wamekatiwa kama fence. Yaani utajua yupi kasoma na yupi hajasoma, wote wanafanana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wewe unaitwa ukiwa wa familia. Ukiwa wa familia ni kitu kinachofunga familia katika hali fulani ya kufanana kimaisha, ya kutokuwa na uwezo wa kimaisha. Karibu wote wanafanana. Ukishaona familia nzima imefungwa kwa kufanana, maana yake kuna ukiwa wa familia. Mahali ambapo hakuna ukiwa wa familia, wanaweza wakaweko 2, 3 katika 7 waliokwenda. Anaweza akaweko 1 au 2, 3 waliosogea, ambao saa nyingine hata ikitokea shida kwa ndugu, kuna mmoja anayeweza akatatua. Hivi kuna mtu mmoja naongea naye. Hakuna kitu kibaya kama familia nzima hakuna mahali pa kukimbilia kwenda kutatua tatizo. Yaani uking'atwa huna mtu wa kumwambia nimeng'atwa. Maana ukitaka kumwambia umeng'atwa na yeye amekwambia moja amemalizia vizuri akasema ameng'atwa zaidi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sema ukiwa wa familia. Sema ukiwa wa familia. Na ndio maana leo tutaenda kuomba maombi ya ardhi na ukiwa. Iachilie ardhi lakini iachilie familia. Angalau basi hata katika familia mfanikio 4 5, kama mpo 7 angalau hata basi wakibaki 2 au 5 watabusti hao 2 siku moja na wenyewe watainuka, wote watafanana. Hivi kuna mtu mmoja ninaongea naye. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Maana pia kufanikiwa peke yako kwenye familia ni mtihani. Ni mtihani.
Mungu aondoe ukiwa wa familia. Angalau hata kama wasipoinuka basi wote wakaenda juu sana, lakini waweko wameinuka kwenye wastani fulani ambao anamudu maisha yake na watoto wake yanaenda. Bwana asifiwe. Sema ukiwa wa familia unaweza ukasababishwa na ukiwa wa nyumba iliyojengwa kwenye ardhi yenye ukiwa. Nyumba ikibeba ukiwa hauendi kwenye nyumba, unaenda kwa wenye nyumba. Nyumba utaikuta ni nzuri, utaikuta kama imepigwa rangi inang'aa namna hii. Huwezi jua ukiwa ulioko kwenye nyumba kwa kuiangalia nyumba. Utajua ukiwa ulioko kwenye nyumba kwa kuangalia familia iliyoko kwenye hiyo nyumba. Kwa sababu kama nyumba imepauliwa vizuri, ikapigwa rangi vizuri, bado itaendelea kushine hivyo hivyo. Huwezi soma ukiwa kwenye nyumba. Utasoma ukiwa ulioko kwenye nyumba kwa wanaoishi kwenye nyumba hiyo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sema ukiwa wa eneo. Sema tena ukiwa wa eneo. Haleluya. Haleluya. Kuna mtu nimeongea naye. Kuna mtu nimeongea naye. Muda umeenda. Tunatamani tukaombe. Haleluya. Sema ukiwa wa eneo. Unakutafuna bila wewe kujua unatafunwa. Unafunga vitu kwenda kwako. Elewa, unabarikiwa uingiapo kwenye nyumba yako na unabarikiwa utokapo kwenye nyumba yako. Kwa hiyo lazima ukitoka kwenye nyumba utoke na baraka ndio ukabarikiwa unakokwenda. Sasa kama nyumba ina ukiwa, ukitoka unatoka na ukiwa. Ukienda huko unakokwenda unatarajia ukutane na nini? Vitu kukwama, sio? Kwa sababu kama unabarikiwa uingia hapo, maana yake ukiingia hivi kwenye hiyo nyumba umeingia kwenye baraka. Ukitoka hivi umetoka kwenye baraka, kwa hiyo zinakufuata. Mahali pa kuishi ni pa muhimu sana. Ndio maana Mungu aliposoma nchi ya Ibrahim, akamwambia Ibrahim, nchi haiwezi beba zile baraka nazotaka kubebesha za mataifa. Nchi haiwezi beba. Hama kwenye nchi. Mazingira haya hayawezi beba ninachotaka kukubebesha. Twende kwenye nchi nitakayo kuonyesha yenye maziwa na asali. Ngoja nikwambie, ile nchi kwenye ulimwengu wa mwili ni jangwa. Kwenye ulimwengu wa roho ni maziwa na asali. Umesikia kitu nimesema? Israeli, ukitafuta Israeli kwa nini inaitwa maziwa na asali unaweza usiipate. Lakini Israeli ni maziwa na asali kwenye ulimwengu wa roho. Nimekwambia ardhi ni kitu cha kiroho kabla hakijawa kitu cha kimwili. Kwenye ulimwengu wa mwili inasoma jangwa, kwenye ulimwengu wa roho inasoma maziwa na asali. Angalia Waisraeli kama wananunuaga mazao nje, wao ndio wanauza. Kwa nini? Nchi yao kwenye ulimwengu wa roho inasoma maziwa na asali. Msalimie jirani yako, mwambie nchi yako inasoma nini? Mungu alipomsemesha Kaini alimwambia hivi, ardhi yako unayoilima imelaaniwa kwa ajili yako. Utakapoilima imefungwa, haitakupa mazao. Hivi naongea na mtu mmoja. Kwa hiyo ardhi kwenye ulimwengu wa roho ina kifungo cha kutokutoa. Kwenye ulimwengu wa mwili unaiona ni ardhi ile ile, lakini kwenye ulimwengu wa roho tayari imeshafungwa. Na ardhi iliyofungwa rohoni imefungwa mpaka mwilini kutoa matokeo. Kifungo cha ardhi rohoni ni kifungo cha hiyo ardhi pia mwilini.
Uko tayari tukaombe? Uko tayari tukaombe? Wakati tukiomba hapa, wewe kabebe ile ardhi moyoni mwako kule uliko. Unakofanyia biashara, ulikohamia, kama ni nyumbani kwako au mahali ambapo umepanga saa hii. Mwambie Mungu, kwa muda ambao niko kwenye hiyo ardhi itanipatia mema. Bwana asifiwe. Tuna muda wa kuomba. Utashangaa, unaweza ukaenda ukakuta mambo yamechanua, ardhi imestawi. Kule rohoni inatoa utajiri tu, unashangaa tu ardhi imeshatajirishwa. Kwa hiyo kutoka pale unaanza kupata upenyo wa ajabu sana wa mambo kwenda. Unashangaa milango ya kifedha inafunguka, kumbe ni ardhi imeachia. Ardhi inaweza ikakutenga na mema yako mpaka imeponyeka, mpaka Mungu ameitengeneza na Roho wa Bwana akaikalie tena. Simama kwa miguu yako. Marababu siti. Tunaenda kuomba juu ya ardhi ya kwako, ya nyumbani kwako. Ardhi yoyote iliyobeba zuio, iliyobeba tamko la zuio kwenye maisha yako, Mungu akaitengeneze ili jangwa liondoke na ustawi ukaonekane sasa. Sema, Bwana Yesu, ninainua ardhi inayonihusu ya mahali ninapoishi, mahali ninapofanyia kazi. Ninainua ile ardhi. Inawezekana maadui wameitembelea na kuna matamko wametamka, wakaweka mazuio ile ardhi isinipe mema. Inawezekana ardhi ile ina mazuio ya miaka mingi kupitia ya kilichotendeka kwenye ile ardhi. Kuna ardhi zingine hazijatakaswa na damu, zimebeba damu za wanadamu, na hiyo damu imefunga ardhi kama wakati wa Daudi ili sitoe mema. Bwana, ninainua kila ardhi inayonihusu niliyoinunua na ambayo sijainunua, nimekodisha kibiashara au kwa kuishi. Ninainua ile ardhi ili niingiapo nibarikiwe na nitokapo nibarikiwe, na hakuna zuio, hakuna ukiwa, hakuna jangwa. Kwa jina la Yesu Kristo ninaomba rehema kwa ajili yangu mwenyewe. Ninaomba toba kwa ajili ya ardhi inayonihusu, ninayoishi, ninayofanyia kazi. Damu yako iende kwenye hiyo ardhi, ikanene sasa, kutakaswa kwa ile ardhi, kutengenezwa kwa ile ardhi, kuponywa kwa ile ardhi, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ile laana inayotembea kwenye ardhi, damu ya Yesu ikapate kuiondoa na kuiviringisha. Kama gunia linavyoezuliwa, ndivyo ile laana ikaezuliwe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana wa utukufu, ile ardhi ikatoe mema sasa, ikaachilie mema sasa, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Pale nilipopanga, sijui yule aliye na ile nyumba aliifanyia nini na ile ardhi imebeba nini, lakini damu yako Bwana, muda nilipo pale, damu yako ikanipe kibali, ile ardhi kaondoke kwenye zuio la mabaya, ukaachilie mema kwa ajili yangu mtumishi wako.
katika jina la Yesu, kwenye eneo la kuishi na eneo langu la kazi, katika jina la Yesu. Unajua tunaongea hapa, naona ardhi yenye nyoka mkubwa anatembea kwenye hiyo ardhi hivi, mkubwa mweusi, kubwa mweusi, lama sokoropushi. Huyo ni mkuu wa giza anayetawala hiyo ardhi kiroho. Kazi yake ni kuhakikisha hakuna aliyoko kwenye hiyo ardhi atakayekuwa tofauti. Sheke marapa soto, makarapa soto, rema sokoropo soto, rikarama soto. Kama ulishawahi kuota joka linatokea kwenye ardhi, anza toba sahi. Tubu mpaka Mungu ashinde ile spirit iliyomo kwenye ile ardhi. Huwezi kaa mahali ukiwa mwana wa Mungu na uko rohoni Mungu asikuoteshe kitu kilichoko hapo. Anza toba kwa ajili ya ardhi. Ardhi unayoishi na ardhi uliopanga, au kama hujapanga lakini ni ya kwako, omba juu ya ardhi ya eneo lako la kazi. Unaweza ukawa vizuri nyumbani lakini kwenye kazi, na unaweza ukawa vizuri kwenye eneo la kazi lakini nyumbani. Ardhi zote mbili lazima zikae sawa. Eneo lako la kufanyia kazi na eneo lako la kuishi. Inua ile ardhi, inua ile ardhi, inua ile ardhi. Baba, ninainua ardhi ya mahali hapa, ninainua ardhi ya mahali hapa, ninainua ardhi yetu ya Kimandolo, ninainua ile ardhi tunayoishi. Ninaomba toba, ninaomba rehema juu ya ardhi ya mahali hapa na juu ya ardhi ya Kimandolo. Ninaomba toba, ninaomba rehema, ninaomba toba, ninaomba rehema, ninaomba toba, ninaomba rehema kwa ajili ya matengenezo ya ardhi, kwa ajili ya matengenezo ya ardhi. Ardhi imezuia vitu vingi visistawi. Ardhi imezuia vitu vingi visiinuke. Ardhi imezuia vitu vingi visifanane na vile ulivyotaka vifanane. Ninaomba toba, ninaomba rehema, ninaomba toba, ninaomba rehema, ninaomba toba, ninaomba rehema, ninaomba toba, ninaomba rehema, ninaomba toba, ninaomba rehema. Rakabarobo sita, riko robo sikaraba sita. Naomba toba juu ya mahali hapa, juu ya ardhi ya mahali hapa. Hili ni eneo la utumishi, ni eneo la kazi yako. Ninaomba toba juu ya ardhi ya mahali hapa. Naomba toba juu ya ardhi ya nyumbani. Ninaomba toba, ninaomba toba. Aina yoyote ya maisha tunayoishi kwa sababu ya ardhi, damu ya Yesu, damu ya Yesu ikanene uponyaji. Damu ya Yesu ikanene uponyaji. Damu ya Yesu ikanene uponyaji. Na achilia damu ya Yesu kwenye ardhi ya mahali hapa, na ardhi ya kuishi pale tunapoishi, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana, ni wakati wa kutujilia kwetu Bwana, ni wakati wa kutujilia kwetu Bwana. Tujilie Bwana, ijilie ardhi, ijilie ardhi, ijilie ardhi ya mahali hapa, jilia ardhi ya nyumba zetu, jilia ardhi ya nyumba zetu. Ninaomba ukaitengeneze, ninaomba ukaiuishe, naomba ukaifanye upya. Baba, ardhi imechoka rohoni, inahitaji kuishwa. Ardhi imeharibika rohoni, inahitaji matengenezo. Ardhi Baba inahitaji matengenezo. Ardhi Baba inahitaji matengenezo. Ardhi Baba inahitaji matengenezo. Ardhi Baba inahitaji matengenezo. Na mimina damu ya Yesu kwenye ardhi, na mimina damu ya Yesu kwenye ardhi, na mimina damu ya Yesu kwenye ardhi. Ardhi ya Kimandolo pokea damu ya Yesu. Ardhi ya mahali hapa pokea damu ya Yesu. Ardhi pokea damu ya Yesu. Pokea damu ya Yesu. Pokea damu ya Yesu. Ardhi ya resti pokea damu ya Yesu. Pokea damu ya Yesu. Pokea damu ya Yesu. Pokea damu ya Yesu. Ardhi ya kwenye mashamba pokea damu ya Yesu. Kwenye yale mashamba katika damu ya Yesu. Pokea damu ya Yesu. Pokea damu ya Yesu. Ardhi kwenye eneo la mifugo pokea damu ya Yesu. Pokea damu ya Yesu. Pokea damu ya Yesu.
makarama seketerebo, orama sakaraba seterebo, rikaraba sokotorobo, rima sakatarabo, rima sakarakatarabo, rima sakatakarabo seterebo, rima sakatakaraba, rima sakarakataraba, rima sakatakaraba se, rima sakatakaraba, rima sakatarabo seterebo, rima sakataraba, rima sakataraba, rima sakataraba, rima sakakaraba seterebo, orakataraba seterebo. Damu yako ipite kwenye hiyo ardhi iliyo nyeusi kama lami. Damu yako ipite, damu yako ipite kwenye hiyo ardhi iliyo nyeusi kama lami. Damu yako ipite, 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 iondoe hilo giza. Damu yako ipite, damu yako ipite, iondoe huo ukiwa. Damu yako ipite, damu yako ipite, iondoe jangwa. Damu yako ipite, damu yako ipite. Hata kama kuna maneno ya laana, kuna maneno ya maagano kwenye ardhi, damu yako ipite, ibatilishe kila laana, ibatilishe kila agano. Damu yako ipite, 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 damu yako ipite. Ora kapase kerebasa, ora sakaraba karamasete, ora sakaramandiri amasoto, ora sakaramandiri amasoto, ora sakaramasiri amasata, ora masiki andala rabasoto. Kila ugonjwa wa kufisha ulioko kwenye ardhi ukaezuliwe. Kila ugonjwa wa kufisha ulioko kwenye ardhi ukaezuliwe, ukaezuliwe, ukaezuliwe. Kila ugonjwa ulioko kwenye mtaa ninaoishi. Oh, ninaomba toba kwa ajili ya mtaa. Ninaomba toba kwa ajili ya mtaa ninaoishi. Ule mtaa umebeba ukiwa, ule mtaa umebeba ukiwa, ule mtaa umebeba umaskini. Ninaomba toba, ninaomba toba, ninaomba toba, ninaomba toba. Ule mtaa hauruhusu watu wakuu. Rima sakaraba sete, reke masakaraba sete, ora sakarama sete. Ninaomba toba juu ya mtaa wa kambi ya chupa, mtaa wa Meshorori, katika jina la Yesu. Huu mtaa Bwana, ninaomba toba. Naomba toba juu ya kile kilichobebeshwa kwenye mtaa huu, na kwamba watu wa mtaa huu kuna aina ya maisha yamezuiliwa kwao. Kwa damu ya Yesu, na kanisa litastawi wala halitazuiliwa na kilichoko kwenye mtaa. Ninaomba damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu ibatilishe kilichoko kwenye mtaa huu. Damu ya Yesu ibadilishe kilichoko kwenye mtaa wa kambi ya chupa. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu kwenye mtaa wa Kimandolo. Damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu kwenye mtaa huu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Kila katazo, kila zuio, kila marufuku iliomo kwenye ardhi, rima shakaraba soto, chochote cha kiroho kinachozuia ardhi kutoa mema, na mimina damu ya Yesu, 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 na mimina damu ya Yesu. Na ibebesha ardhi damu ya Yesu, na ibebesha ardhi damu ya Yesu. Ewe ardhi, pokea damu ya Yesu, beba damu ya Yesu, na hakuna kibaya kitakachokuwepo juu ya ardhi ya mahali hapa. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, na damu ya Yesu ikatae kila kitakachokuja na kilichokuwepo na kitakachokuja. Damu ya Yesu weka katazo
Hakuna uharibifu utakaotamkwa mahali hapo ukafanikiwa. Weka katazo, weka katazo. Aweka katazo, na weka katazo kwenye ardhi. Hawataweza kupatamkia vibaya, pakaleta mabaya. Katazo la mabaya limewekwa. Hakuna mabaya yatakayostawi, ila mema ndiyo yatakayotokea kwenye ardhi ya mahali hapa na ardhi ya nyumbani. Damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu. Kila unajisi uliomo kwenye ardhi, kila unajisi uliobebeshwa kwenye ardhi, kila unajisi uliobebeshwa kwenye ardhi ya mahali hapa, damu ya Yesu. Unajisi uliomo kwenye ardhi ya nyumbani kwangu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu isafishe, damu ya Yesu iondoe, damu ya Yesu iondoe. Bwana, ulifanyika laana kwa ajili yetu. Ninaomba ondoa laana kwenye ardhi zetu. Kila laana iliyokuwa kwenye ardhi inayozuia maisha yetu yasiende, inayofunga fahamu za watu, wakikanyaga hiyo ardhi hawawezi kuwaza vyema, hawawezi kufikiri vyema. Damu ya Yesu. Lere masakarama nderebos. Remandala rama sekerebos. Rekarama nderebos. Rekarama nderebos. Rekarama nderebos. Kila mabaya yaliyosukumwa kwenye ardhi inayotuhusu, damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu. Rekarama sakayanda rabasete. Rekarama yanda rama rekesete. Rekayama rakayanda ramasete. Rekarama yakarama yanda resete. Yakarama yanda rama seke resete. Rekarama yanda rama seke repesete. Simama tena kwa miguu yako dakika chache tena. Simama tena kwa miguu yako dakika chache tena. Iko kazi kwenye ardhi. Iko kazi kwenye ardhi. Unajua tunaomba hapa alafu naletewa ardhi ambayo iko kama lami. Kama lami. Ni eneo kubwa sana lakini liko kama lami. Ulishawahi kupanda kitu lami kikastawi? Wewe ambaye una nyumba ambayo unajenga lakini inakusumbua kujenga, yaani ukijaribu ina muda sasa haisogei hiyo nyumba. Njoo hapa nikutamkie neno la hiyo nyumba. Una nyumba unajenga ina muda. Kuna nyoka wa kuondoa kwenye hiyo nyumba.
nimeona nyumba iliyozungukwa. Yule nyoka niliyokuwa nakwambia, namuona nyoka anatembea kwenye ardhi. Tembea kwenye ardhi. Pendelea alikuwa anazunguka nyumba ambayo haijaisha, lakini anaizunguka hivi. Anaizunguka. Maana yake ni hiyo nyumba imezungukwa kichawi ili isije ikaendelea. Na utashangaa kila ukipata pesa ukisema sasa ndio nataka kujenga, itatokea jambo ambalo hiyo pesa itabidi iende kwenye kitu kingine. Baba Mungu, katika jina la Yesu, wewe unajua ni nyumba ya nani katika hao walioko hapa imewekewa marufuku ya nyoka. Yule nyoka ninaamuru kufa katika yale mazingira, na ninaamuru yule nyoka aharibiwe kwenye yale mazingira. Ninamwangamiza yule nyoka kwenye yale mazingira. Ninaondoa marufuku iliyomo ya kujenga kwenye yale mazingira. Ninaondoa lile tamko la kichawi lililotamkwa kwenye ile ardhi. Naondoa lile pepo simamishi lilotumwa kusimamia yale matamko lenye umbo la nyoka kwa damu ya Yesu. Ninafungua hiyo ardhi 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 kwa damu ya Yesu. Kolara babo setere ya mandara bosu. Ewe kuzimu ulioinuka juu ya hiyo ardhi, hao watu watajenga na nyumba zao zitaisha. Kama zuio lilikuwa kwenye ardhi walionunua, na kwamba ile ardhi ndio inawawekea katazo la ujenzi, nimeikomboa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Na kuanzia sasa watapewa neema na kibali cha kumaliza nyumba walizozianza, kama Zerubabeli alivyokuwa akijenga, na kwamba sio kwa nguvu wala kwa uweza, ni kwa Roho wa Bwana. Roho wa Bwana awe juu yao sasa, na akawape neema ya kuanza na kumaliza ule ujenzi katika jina la Yesu Kristo. Natamka mlango wa kifedha ambao hautakatika kama hiyo mpaka ile nyumba imeisha, katika jina la Yesu Kristo. Bwana akakupe favor, na Bwana ndiye akakujengea hiyo nyumba na kuimaliza katika jina la Yesu. Amen. Rudi kwenye kiti chako tukamalizie. Simama tena, nasema Bwana Yesu, ninaalika uwepo wako. Tumeomba maombi ya kuondoa ukiwa. Nimekwambia maombi ya kwanza tumeondoa ukiwa. Maombi ya pili tunaenda kuruhusu uwepo wa Bwana ukaatamie ardhi. Uwepo wa Bwana ukaatamie ile ardhi. Roho wa Bwana akaiatamia ile ardhi, akaumbe jambo jipya kwenye ile ardhi, akaachilie neema juu ya neema kwenye ile ardhi, vitu vikaanze kustawi. Sema katika jina la Yesu, tunaalika neema yako, uwepo wa Roho wako Mtakatifu na nguvu zake, kama alivyomsaidia Zerubabeli kwenye lile eneo la ujenzi na akamaliza. Roho wako akanisaidia kwenye biashara, kwenye kila jambo nalofanya, kwenye ile ardhi ya kazini. Bwana, ardhi ya kazi yangu na istawi sasa, ikapokee mema sasa katika jina la Yesu. Ninainua ardhi ya nyumbani kwangu, ikapokee mema sasa. Niingiapo mema yatakuwepo, nitokapo mema yatakuwepo, na yataniandama katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kuna mstari umenijia, hebu nipe Biblia.
endelea kuomba katika roho dakika chache. Endelea kuomba katika roho dakika chache. Shalararamando, shalararamando, shalararamando. Anasema na kitu cha kwanza cha malimbuko yako yote na kila toleo la kila kitu cha toleo cha matoleo yenu takuwa la makuhani. Tamba kuhani sehemu ya kwanza ya mpunga mbichi. Nachotaka uone, anasema ili kukalisha baraka juu ya nyumba yako. Ili kukalisha, ikimaanisha kwamba baraka inaweza ikakalishwa kwenye nyumba. Sema Bwana Yesu, naenda kukalisha baraka yako katika nyumba yangu. Nyumba yangu ikawe kao la baraka. Nyumba yangu ikawe kao la baraka. Nyumba yangu ikawe kao la baraka. Ninakalisha baraka yako e Bwana. Baraka za kiuchumi, baraka za kiroho, baraka za kihuduma zikawe katika nyumba yangu. Ukiwa umeondolewa, laana imeondolewa. Baraka sasa, baraka na ustawi vikaonekane katika nyumba yangu na katika maeneo yangu ya kazi. Katika jina la Yesu Kristo, nitabarikiwa nitokapo, nitabarikiwa niingiapo, na kila nitakachokigusa kwa mikono yangu hakika kitabarikiwa na hakika kitastawi. Katika jina la Yesu, wema na fadhili zako zinifuate siku zote za maisha yangu e Bwana. Katika jina la Yesu, Roho Mtakatifu, karibu na utukufu wako, karibu na nguvu zako, atamia nyumba yangu, atamia eneo langu la kazi. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hebu nienda kwenye maombi. Mwalike Roho Mtakatifu sasa, na baraka za Mungu alizozibeba kwenye nyumba yako, kwenye eneo lako la kazi, kwenye shamba, eneo lako la mifugo, eneo lako la kilimo kama ni mkulima, eneo lako la biashara, ofisini kwako, kwenye kampuni yako, kwenye shule, kwenye chochote kile unachofanya. Rima korapa sekere bashoto. Roho Mtakatifu, na kualika mahali hapa, na kualika katika anga la mahali hapa na katika ardhi ya mahali hapa. Utapafanya mahali hapa kuwa shamba lizaalo sana. Baba, mahali hapa patashangilia kwa utukufu. Ninakualika kwenye nyumba, na kualika kwenye mashamba, na kualika kila mahali. Rima robo sheke rebe rika raba zete reba. Roko robo zika raba rinde rebe zeka raba. Roko robo zike rebe rinde rebe zaka raba. Yandelerebe zekendelerebe makarabo sokolorobo. Yelerebe sakaramandelerebe sekelerebe. Ora mandala ramandelerebe sakaramandolorobo. Baba, ninaalika baraka kwenye nyumba. Nyumba yetu ikakaliwe na baraka, nyumba ikakaliwe na baraka. Tumetubu juu ya laana, tumeondoa laana na ukiwa. Sasa baraka zikakae, baraka zikakae. Baraka zikakae, baraka zikakae. Baraka za kiroho, baraka za kimwili. Baraka za kiroho, baraka za kimwili, baraka za kihuduma. Baraka e Bwana, baraka e Bwana, baraka e Bwana, baraka e Bwana. Baraka e Bwana, wewe ndio baraka yetu. Ukikaa katika nyumba zetu zitakuwa na baraka. Baba, naomba baraka zikakalishwe. Baraka zikakalishwe, maanake hazitaondoka, maanake hazitatuacha, maanake hazitapungua, zitaongezeka. Raka mazete. Roho wako ndiye aletaye baraka, Roho wako ndiye aletaye ustawi. Tunamwalika Roho wako Mtakatifu, tunamwalika Roho wako Mtakatifu na upako wa baraka, na upako wa utajiri, na upako wa ustawi. Tunamwalika Roho Mtakatifu na upako wa ustawi, na upako wa mema, na upako wa kuinuliwa, na upako wa kustawishwa. Namwalika Roho Mtakatifu, namwalika Roho Mtakatifu, namwalika Roho wako Mtakatifu, namwalika Roho wako Mtakatifu.
na yale mema uliotukusudia. Na mwalika Roho wako Mtakatifu na yale mema uliotuandalia. Na mwalika Roho wako Mtakatifu katika mazingira yetu, 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 katika mazingira yetu. Baba, jangwa likageuke sasa kuwa shamba lizaalo sana. Nyika ikashangilie kwa maua mazuri. Nyika ikashangilie kwa mito ya maji. Nyika ikageuke kuwa mito, ikageuka kuwa maji, ikageuka kuwa ziwa la maji mengi. Mahali pa utele wa baraka, mahali pa utele wa mema, mahali pa utele wa usawi, mahali pa mambo kuinuka na kuinuka na kufanikiwa na kufanikiwa na kufanikiwa. Katika jina la Yesu, 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 kwa damu ya mwana kondoo. Baba, tumezingira zile baraka sasa, hazitaondoshwa. Ukawe ukuta wa moto kuzizunguka, ukawe ukuta wa moto kuzilinda. Yale mema hayataondoka kwetu tena. Utajiri na heshima utoka kwako, utajiri udumuo na haki pia. Ninaomba zile mali za kudumu, Bwana, zikawe kwenye mazingira yetu, katika jina la Yesu Kristo. Tunakutukuza na kukuabudu, tunakuinua na kukushangilia, tunaliinua na kulishangilia jina lako kwa ajili ya yale mema uliotukirimia. Tunakutukuza na kukuabudu kwa yale mema uliotuletea, Bwana. Tunakushukuru na kukutukuza, maana semina hii umeiruhusu ili iachilie mema uliokusudia. Tunasema asante, tunasema asante, tunasema asante, tunasema asante, tunasema asante, tunasema asante. Lerebosa karamasetera, lerebosa karabazokora mayanda, lerebosa karabazokorobo senta. Tunakutukuza Bwana, tunakupa shukrani. Tunajua yamekwisha kuwa. Yoyote tuyaombayo tunaamini yamekwisha kuwa, yamekwisha kuwa, yamekwisha kuwa. Ile lami imeondolewa kwenye maisha yetu, kwenye mazingira yetu. Ugumu umeondolewa kwenye mazingira. Ugumu kama lami umeondolewa kwenye mazingira. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Haleluya. Mtu yuko hapa aliota mtu akizunguka kwenye shamba, maana ninamuona mtu akikimbia akitoka kwenye shamba. Kama ulishawahi kuona mtu anazunguka kwenye shamba la kwenu. Sasa hivi ninaona mtu akikimbia akitoka kwenye shamba. Tulipoanza kushangilia hapa, yule mtu ni mweusi, jitu jeusi likatimua linatoka kwenye shamba. Natoka kwenye shamba. Natoka kwenye shamba.
toka kwenye shamba. Sema Bwana Yesu, ukawe ukuta wa moto kuzunguka eneo langu la kazi na la kuishi, kama ulivyomzunguka Ayubu na kila cha kwake, ndivyo utakavyonizunguka, na adui hataona pa kuharibu tena, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ukiwa umeondoka kwangu na kwenye mazingira yangu, na sasa nitastawi, na sasa nitastawi, na sasa nitastawi. Kuna hatua moja bado. Kuna hatua moja bado. Karibu kae. Nimeona kuna hatua moja bado. Kuna hatua moja bado. Kuna jambo jingine Bwana anataka tulifanye kesho. Kwa hiyo kesho tutakuja. Nimeona kuna hatua bado. Wewe niombe tu neema ya Mungu. Neema ya Mungu ili tusibakishe hiyo hatua ambayo Mungu anayo. Kwa hiyo tulikuwa tumalizie leo, lakini kesho tutakuja tena. Chukua sadaka yako tukamshukuru Mungu. Hili ni jambo limepangwa na mbingu, sio jambo ambalo limepangwa na mwanadamu. Vile mbingu inatupeleka ndivyo tutakavyokwenda. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu, ninakushukuru. Asante maana wewe ni mkamilifu. Umeshughulika na nafsi zetu na umeshughulika na mazingira yetu. Mapenzi yako yatimizwe tena na kile kingine kilichoko mbele ambacho unataka na chenyewe kishughulikiwe ili kupisha ile hali unayotaka utufanyie watoto wako. Tupe neema tena kesho machoni pako tukapate kuona kibali cha kile ulichokusudia. Pokea sadaka zetu, pokea shukrani zetu Bwana. Tunakushukuru na kukutukuza kwa sababu ya upendo wako na ukarimu wako. Tuseme nini na tukurudishie nini kwa ukarimu wako Baba? Tunasema asante. Watoto wako wanapoondoka pia uso wako uende pamoja nao na ukawatendee mema. Katika Kristo Yesu Bwana wetu. Amen. Amen. Basi karibu utoe